tulifanya zoezi la chanjo ya polio kwa awamu ya kwanza, na sasa tumekutana tena makundi ya wadau mbalimbali wa masuala ya afya kwa ajili ya kupeana semina na maelekezo ili kuendelea na chanjo ya awamu ya pili ya ugonjwa wa polio. Kwenye sehemu ya wadau hapa wapo wadau wengi zikiwemo taasisi za dini, viongozi wa tiba asili na kadhalika. Lakini nilichokisisitiza, ipo taasisi moja ya dini ambayo kwa miaka ya hivi karibuni imekuwa ikienda kinyume na maelekezo na taratibu na miongozo ambayo imeanzisha taasisi hiyo. Mwaka wa juzi walitusababishia vifo vya watoto wawili baada ya zoezi la chanjo haihusiani na polio kuwa linaendelea. Kumbe wao walikuwa wanaishi kwenye eneo moja kama waumini wa dhehebu hilo, halafu wakati chanjo inapita nyumba kwa nyumba, wao wakazuia kwamba kuna watoto wanaumwa, tumepata taarifa, wataalamu wameenda wakasema hawa hawawezi kupata chanjo kwa sababu mwisho wa siku asi watu wote tunakufa tu. Kwa hiyo tulichukua hatua, na miongoni mwa hatua tulizochukua ni kuyaita makanisa hayo sasa kwenye kata zote na kuwahoji kuhusu uhalali wao na taratibu zingine. Tulibaini of course kuna mgawanyiko ndani ya hilo kanisa na kuna kesi ambazo ziko mahakamani zilikuwa zinaendelea. Kwa sisi tulichowataka kwanza kuhakikisha wanatekeleza maagizo ambayo serikali inayatoa, ikiwemo swala la chanjo kwa watoto, kwa sababu ni wajibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha tunawalinda watu wote, watoto, wazee, vijana na kadhalika, na ndio wajibu wa serikali yote duniani. Kwa hatua za awali tuliwapiga marufuku kufanya shughuli hizo walizokuwa wanafanya mpaka kesi yao ambayo ipo Mahakama Kuu itakapokamilika, na ndipo tutakapowaruhusu kuendelea, kwa sababu walikuwa wanayafanya kwa maoni na mtazamo wetu kama kamati ya usalama ya wilaya, tuliona yanatishia usalama wa watu wetu, hususan watoto. Hakuna nchi isiyokuwa na serikali na hakuna binadamu asiyekuwa na utawala. Yaani hata wewe baba nyumbani kwako ndiye mtawala. Ikitokea kuna mtu anakuja kukupindua kwenye utawala wako nyumbani, maana yake huyu ameanzisha vita na wewe. Kwa hivyo tunaziomba taasisi za kidini, zenyewe zipo kwa ajili ya kuunganisha serikali na jamii, hazipo kwa ajili ya kutenganisha serikali na jamii. Tunaziomba sana zifate maelekezo, midhali si maelekezo yanayoingiliana na utaratibu wa kiibada, zifate maelekezo, kwa sababu dini zetu zinatuelekeza kuwalinda waumini wetu, dini zetu zinatuelekeza kuwatii viongozi wetu. Kwa hiyo sidhani kama ni njia sahihi kwa taasisi ya dini au dhehebu la kidini kuingia mgogoro na serikali, na siku zote huwezi ukashindana na mwenye mamlaka. Hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa ndani ya taasisi ya aina yoyote kwenda kinyume na serikali. Taifa hili linaongozwa na kanuni na sheria. Kwa hiyo hata tunapoanzisha taasisi zetu tulenge kusimama kwenye misingi ya taifa letu na kutengeneza umoja ambao hauwezi kutugawa. Kwa hiyo na mimi nakubaliana kabisa, yeyote hata kama sio hao, akitokea mtu mwingine wa namna hiyo akemewe. Ikishindikana kukemewa, apelekwe kwenye vyombo vya sheria. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.